In other words, kama wewe ni rafiki yangu na tumepanga leo tunakutana Nyayo, ijapokuwa uko busy, unapata una sacrifice ili angalau tufanye nini? Tukutane. Those are the things we sacrifice. And in every sacrifice kuna mambo, kila urafiki unakuanga na kasiri kao ambapo wanajuana peke yao. Na ndipo ukiona siri yako imetoka hiyo unajuanga tu ni nani ametoa, because ni mtu fulani peke yake. Yeye peke yake anaweza kuwa tu na hii ndio. Kuna mambo ambayo mimi najua ni mtu mmoja tu anaweza kuwa anajua mambo yangu. Sasa unapata kwamba nikipata imetoka nje, najua tu ni nani ametoa. Kuna siri ambazo ni mimi na mke wangu tunajua. Na nikisikia mahali najua tu definitely ni yeye ametoa. Because kuna covenants tuliweka mahali pale. Kwa hivyo unapata katika urafiki pia kuna covenants. Na ningependa kusema hivi, any friendship that is not taking you anywhere, it is killing you. Ndio. Urafiki wote ambao haukupeleki mahali popote unakuua. Achana nao immediately. Si lazima uwe na rafiki na kila mtu ama uonekane na tundu kwa urafiki, unakuua. Sasa nataka turudi tuangalie kwa vitu ambavyo vinahusika, objects involved, ama things involved in covenant making. Maana covenant kuna vitu huhusika. Kuna vitu huwa vinafaa. Yaani kuna vitu ambavyo kuwezi kuwa na covenant bila hizo vitu. Kuna vitu ambavyo huwa vinahusika. Nataka watu waweze kujua leo. Labda kuna wengine alifanya covenant pasipo kujua. Vitu ambavyo vinahusika in every covenant making. In every covenant making. In every covenant making. There are things involved. Kuna vitu ambavyo vinahusika. Na kitu cha kwanza ambacho huwa kinahusika katika covenant making, na mara kwa mara ndio huwa kitu cha kwanza, ndio ni verbal words. Maneno yanatumika. Unajua ndio ulimi wa mtu ni kalamu kabisa, na vinaandika katika ulimwengu wa rohoni. Na ndiposa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo ambaye alikataa Yesu sana mpaka Yesu alipofufuka, kwa jina Yakobo. Unajua Yakobo ambaye ameandika kitabu cha Yakobo, huyu ni ndugu wa Yesu Kristo wa mama mmoja. This James. Kwa Kiswahili ni Yakobo. Huyu James huyu mmoja huyu. Yakobo ni yule ndugu wa Yesu Kristo wa mama mmoja. Si baba mmoja, maana kumbuka Yesu Kristo babake ni Mungu, lakini huyu babake alikuwa nani? Yusufu. Na huyu James alikuwa mmoja wale walikuwa anaambia Yesu, kama wewe kweli mwana wa Mungu, fanya miujiza tuone. Wewe ndugu yangu umezaliwa tu hapo, wewe ni kapendo hapa. Hakuamini Yesu mpaka Yesu alipokufa akafufuka. Na baada ya kufunguliwa macho kujua kwamba kweli Yesu ambaye alikuwa ndugu yangu alikuwa ni Mungu. Ndipo unaona amekuwa careful sana akiandika Biblia, kitabu chake. Mose ameandika mambo ya ulimi, maneno, kuchunga imani bila matendo. Amekuwa very careful na vitu ambavyo ameandika. Kwa sababu yeye ni a witness of what happened. Ulimi wa mtu ni kalamu. Kila neno ambalo unazungumza haliwezi kurudi haraka. Limeandikwa pale. Sasa uzuri ama ubaya ni kwamba ulimi hauandiki kama kalamu ya kawaida. Ulimi huwa una engrave. Ku-engrave inamaanisha kuandika kwa ni kama kuchoma ama kuchimba. Unaona vile pesa zimeandikwa. Pesa kama hizo coins. Coins zimeandikwa kiasi kwamba ukiguzaguza hivi unaona ni maandishi yanaonekana. Huwezi futa pesa maandishi ambayo kwa coin, si ndio? That's engraving. Yaani inachorwa kwa kukatwa. Sasa ulimi huwa unafanya hivyo. Na ulimi unapoandika hauandiki katika karatasi. Ulimi kama kalamu huandika katika moyo wa mwanadamu mwingine. Every time a tongue speaks, it engraves on the heart of a person. Ndiposa mtu akikwambia kitu, wewe ni mchawi, na unajua si mchawi, hiyo kitu inakuuma for so long, kwa sababu iliandikwa pale, ilichorwa pale kwa moyo, inabaki mahali pale. Every time unaiona. Kwa hivyo there's no covenant that is made bila maneno kutumika. That is why Biblia inasema kwamba kuwa careful na maneno ambayo unaongea, maana kwa kila neno ambalo unaongea you will pay for it. Kuna statement ambayo watu wanapenda sana wa mama. Unasikia wanasema over my dead body. Have you heard of something like that? Tena sana. Hata sipia mimi nishaizungumza. Ushazungumza hivyo? You need to reverse those reverse. You must reverse. Because unajua ukisema kwamba over my dead body, inamaanisha kwamba ukufe ili hayo maneno ambayo imesemekana itimie kama umekufa. Ndio.
over your dead body, because it happens when your body is dead. Yes. You know, Kenyans are so fan of imitating. Wakenya wanapenda kuiga na kuongea vitu sana. Wanaongeanga vitu ambavyo ukimuuliza umetoa wapi maneno, unaongea nini? Hata hujui. Hajui. Over my dead body. Over my dead body. Tafia kwa. Wanaongea Tufia kwa. They talk a lot of things. Let me tell you. Every word you speak will judge you. Oh, yeah. Words spoken, every word you speak, you will give an account. When you commit yourself verbally to anything or to anyone, you have made a covenant that you are supposed to fulfill. Ukiambia mtu mimi nitakupenda, nitakutunza, I'll serve you, I'll be your wife or I'll be your husband, I'll love you, I'll submit to you. If you fail to do those things you promised, things start happening differently. If you promise your husband to submit, my sister, submit to the latter. Bila kuangalia nyuma. Bila kuangalia nyuma. Ulitumia maneno. Lateness in submitting is disobedient. A half submission is disobedient. So lazima uobey full. We. Hata kama bwana wako ni president. Tuseme bwana wako ni president. Wewe uliolewa kwa president ama uliolewa kwa mume? Kwa mume. Kazi yako ni kufanya nini? To serve that husband, not to compete with him in the presidency. Lakini sasa kuna mambo mengine anaweza ibuka, anaanza kufanya mambo kiholela hivi. Sasa nashangaa hapa ni there's no condition on how much you are supposed to submit. You are not told to submit because he has done this. No, you are only told submit. If you want your husband to remain the king, become the queen in his life. Just submit. Because let me tell you, genuine love does not come along with mtu kwa sababu mtu amefanya mambo mazuri. No. Unafanya kwa sababu it's your duty. You are obligated to do that. Kuna vitu viwili ambavyo Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Kwa wale ambao wamekuwa wakinifuatilia labda kwa YouTube, wakati mwingine kuhubiri kanisani wamesikia. Yesu akauliza Peter, do you love me? When you go to the Greek word, haikutumia neno Yesu hakusema do you love me. Alisemaje? Yesu aliuliza Peter, do you agape me? Because there are 4 types of love. Kuna heteros, kuna eros, kuna agape na kuna phileo. Phileo ni ile upendo wa undugu, wa rafiki. Huyu ni rafiki yangu, this is my buddy, my friend. Hiyo ni phileo. Kuna eros ile ambayo ni romantic love. Kuna heteros ile ambayo ni relationship, kama mfano labda ni your sister. Ni sister yako, unampenda not because hata akifanyia mambo mabaya, not because you are only loving them because you are blood connected. Hakuna kitu kingine, ni blood tu inafanya unampenda. Na kuna agape, unconditional love ya Mungu. Sasa kuna phileo love ya brotherly love you, kama your sister, yule sister yako mnakuwa naye kwa chama, unampenda tu because rafiki yako. Mkikosana inaisha hivyo. So Jesus, the difference between Peter and John is this. John understood agape. Peter understood phileo. Sasa Yesu alikuwa anauliza, that's why Yesu akasema huyu mwanafunzi wangu ananipenda kuliko wote, na nampenda. Mpaka Peter akasema, kwani unamaanisha huyo hata kufa? Sasa nikitaka asikufe atabaki mpaka nirudi tena. Na ndipo hata before Yesu akufe, alipatia mama yake nani? Alipatia Yohana. Because John had what? Agape. Sikiza vizuri sana. Sasa Jesus akauliza Peter, do you agape me? Peter akajibu, Yesu, you know I phileo you. Unajua mimi nakufileo. Lisha kondoo wangu. Ndio. Akauliza swali ya pili mara Peter, wewe unaniagape? Nini? Yesu, unajua mimi nakufileo. Kama Peter angepatia Yesu jibu tofauti, angeambiwa kitu tofauti. Lakini because alisema nakufileo, Yesu akamwambia namna gani? Lisha kondoo. Sasa mara ya mwisho ikabidi Yesu arudi kwa level ya Peter. Diposa Peter sasa elewe. Sasa Yesu akauliza Peter mara ya mwisho, Peter, do you phileo me? Yesu Peter kaelewa haraka. Yes, I phileo you. Sasa lisha kondoo wangu. Lakini kama Peter angesema Jesus, I agape you, Yesu angemwambia keep my word. Hangemwambia feed my sheep, angemwambia keep my word, because anajua maana ya nini ku agape. Sasa unapata kwamba katika agape, katika upendo, katika ndoa,
unajua kuna iko na eros ambayo inakuwa more of romantic. But until you go beyond the level of just physical, you don't love your husband kwa sababu amefanya mambo mazuri. Wewe ulipokuwa unaolewa na yeye ulisema penye utaenda nitaenda, Mungu wako atakuwa Mungu wako. Sio penye utakufia mimi nitakufia. Sasa haikuwa no condition. Acha kuweka condition. Tunampenda tu kwa sababu anafanya hivi. Wakati anageuka kidogo upendo wako unabadilika. That means you don't love that man. It's the consistency in your true love for your spouse that or for a friend that causes that person to change and become a better like the one you want. Shikilia pale. Amen.